katika Ijumaa yetu hii ya kwanza ambayo tumeifanya katika msikiti wa Forest mpya leo tarehe 13 mwezi wa pili. Anatoa shukrani sana kwa kuja. Kama nilivyotoa katika historia, msikiti ulijengwa na taasisi ya The Nurain mwaka 2003. Walianza kujenga mwezi wa pili, wakamaliza mwezi wa 8, ulichukua miezi 6. Baada ya hapo wakakabidhi, kwa sababu kulikuwa hakuna wasema, walikuwa wachache sana. Walipoondoka kwa sababu ya watu wa mbele wa kina baba walikuwa hawapo, walikabidhi kwa Aisha, kwa marehemu Aisha Kaundime pale akakabidhiwa. Lakini ukapita muda, kaletwa mwalimu wa madrasa ambaye naye alijaribu kukaa hapa, lakini kwa sababu aliona mazingira magumu na Waislamu walikuwa hawapo, waliowaleta hapa kama wafuatilia, ameshindwa, akaamua arudi alikotoka, kwa sababu alifuata kufundisha dini, lakini wa kufundisha hawapo. Akaitwa mwalimu mwingine tena, akakaa kwa muda, naye akaondoka. Baadaye akaja Ustaz Abubakar Salum ambaye alikaa hapa kwa muda wa miaka 15 na akafikisha mpaka sasa hivi tunaye Ustaz Suleiman hapa. Lakini tumeanza Ijumaa leo. Kwa kuanza huu mwanzo wetu, wote tumeshaeleza umuhimu wa Ijumaa hapa. Jambo kubwa kabisa la Ijumaa ni kufanya tuwe pamoja sana, ili tuweze kuleta maendeleo katika dini. Changamoto ya kwanza ambayo tumeona tukabili ni kama mlivyotoka hapo nje. Huu msikiti wetu una matope, ukija huku kuna bustani, lakini tulipenda umimino ya sehemu zote hizi. Tathmini ya mwenyekiti alifanya kushirikiana na mafundi, kaonekana inatakiwa mifuko 50 ya sementi, natakiwa tripu 5 za mchanga na 2 za kokoto, na kama milioni 1 hivi ikipatikana basi tumimine hata awamu kwa awamu, tumimine. Mwisho wa siku eneo letu mimino, ila hata mtu kama tukiwa wengi Jumaa nini tunaweza kufanya ibada hata huko nje. Kwa hiyo changamoto ni hiyo. Sasa nilitaka mgeni wetu rasmi ambaye sasa hivi amefika, Sheikh Bombo hapa, kwa kweli toka jana tunawasiliana naye, alitaka aje ahotubu mwenyewe, kwa sababu shehe huyu amekuwa ametuhimiza kila mara kwamba mbona mwanzi Ijumaa jamani, mbona mwanzi Ijumaa. Sasa tumeanza Sheikh, yale mahimizo yake amesaidia, tumeanza, na alitaka aje asome hotuba mwenyewe. Ametoka safari, sio amechoka, amesafiri usiku kucha kutoka huko alikokuwa, lakini amesema nitakuja, na kweli amefika. Huyu namuona Sheikh Bombo, mambo mengi tumezungumza, Sheikh Kadhi alikuwepo hapa, lakini sasa ni wakati wako, labda katika hili nililosema, kama kwa namna yote ambayo utaona wewe nzuri, hata kwa kuanza tu, lakini jambo hili lianze kufanyika kwa kupitia mkusanyiko mkubwa tuliofanya huu leo tarehe 13. Karibu Sheikh Bombo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Awali ya yote nimshukuru sana Allah aliyetuwezesha kuswali Ijumaa ya kwanza ndani ya msikiti huu, ambao kwa hakika yumkini msikiti wenyewe ulikuwa unalalamika siku zote kwamba kwa nini mimi nimenyimwa haki stahiki. Lakini pili, tumtakie rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyekiti pamoja na jopo lako, makamu mwenyekiti pamoja na jopo lako la uongozi wa hapa, na waumini ambao mmeleta chachu ya maendeleo baada ya kuhamia mazingira ya karibu na msikiti, nikupongezeni sana kwa juhudi ambazo mmezifanya. Mimi kwa nini nimeitwa mgeni rasmi? Sio mgeni rasmi pase, lakini kwa sababu ni kiongozi wa taasisi ya The Nurain Islamic Foundation, ambaye ndio taasisi iliyojenga msikiti huu toka 2006, na mimi nikiwa nimeagizwa na mwenyekiti wangu Sheikh Dur Muhammad Isa, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa taasisi. Kasema Sheikh Bombo, nenda, kwa sababu wewe ndio msimamizi wa misikiti yote ya The Nurain, ukiwepo huu hapa na ukiwepo ule wa Isanga ambako mimi pale nipo, na ukiwepo ule wa Sheikh Pembe pale Sai Muqbil, na ukiwepo huu wa Sheikh Idi Tua Mahakamani pale, na ukiwepo ule wa Forest nani kule Uyole ya kati pale kwenye kona. Hii misikiti yote iliyoko mjini hapa ndio inaitwa misikiti ya The Nurain, ambayo The Nurain kwa kweli wamefanya kazi kubwa kuturahisishia kujenga hii misikiti, kisha kuwaachia waumini husika wa pale sehemu husika waweze kuratibu uongozi wao, na ndio wamepatikana mpaka kina Sheikh Nalicho
Kwa hiyo haikuwabana Dhinureni kwamba baada ya kujenga msikiti kila kitu kitakuwa ni cha kwetu. Kwa kweli misikiti yote inaendeshwa hivyo, na hata pale Isanga baada ya kujenga inaendeshwa hivyo na waumini wa pale na uongozi na sai hali kadhalika. Kwa hiyo wale wenzetu waliotoa sadaka zao, kwa kweli siwafichi, hii misikiti imejengwa, Dhinureni ni kama wakala, anapokea sadaka za waumini kutoka nje. Zikishapokewa hao waumini wanasema tujengee msikiti, na huo msikiti uandikwe jina hilo ambalo pia wao wanapendekeza kutoka huko, ili sisi tuamini kwamba ule sadaka za ule msikiti umeshajengwa na picha tumeziona. Na hii yote ni kuepuka upigaji. Kwa hiyo msikiti huu una namba pale, kile kibao kipo una namba pale, namba ya usajili, na namba ile ndo wanafahamu wale waliotoa sadaka yao kwamba Tanzania Forest msikiti namba fulani ulijengwa, na tunayo kwenye orodha yetu. Walilahi alhamdu wal minna. Tunashukuru taasisi hii imekuwa na misikiti mingi, sio Mbeya, Tanzania kwa ujumla imekuwa na misikiti mingi sana, kwa sababu tayari ni taasisi. Tena Mbeya ndo michache sana, kienda Singida ndo usiseme, ukienda Arusha saizi wanajenga misikiti ya ghorofa 8-9 katikati ya mji. Ukienda Mwanza wanajenga, Iringa ndo usiseme, vitu vilivyoshushwa pale. Kwa hiyo taasisi hii imejenga misikiti na wao wamepokea kutoka nje. Walilahi alhamdu wal minna. Tuwaombea Allah aendelee kuidumisha. Sababu lengo la taasisi ni kama daraja. Taasisi sio dini, kwamba wewe dini gani? Dhinurain. Wewe dini gani? Mimi Bakwata. Wewe dini gani? Mimi Istiqama. Hizi ni daraja za kupitia. Dini gani? Mwambe? Dini iwe Mwambe? Haiwezekani. Fi sabilillah. Hizi ni taasisi za kutuvusha. Kwa hiyo taasisi hii imetuvusha, na Bakwata naye inatuvusha kwa mambo mengine, na Istiqama inatuvusha, Mwambe pale inatuvusha. Tunayempongeza sana, anawapongeza sana. Lakini taarifa hii imefika mpaka kwa mwenyekiti wa taifa Sheikh Said Abri na katibu wa taifa Sheikh Shamsi Ilmi, wote mnaona kwenye mitandao. Mfano Sheikh Shamsi Ilmi, ukifungua tu Mahasin unamuona pale. Wote wamepongeza jambo hili. Misikiti inayojengwa pia ni kwa ajili ili istawi, isimame, ijitegemee, lazima muwe na Ijumaa mnaiswali pale. Bila Ijumaa tutaimba maendeleo mpaka kesho. Lakini pamoja na maendeleo mliyofanya bila Ijumaa, bila shaka baada ya Ijumaa kuifungua maendeleo yatakuwa ni makubwa sana, na tunawaombea hivyo. Mwenyekiti wa umoja wa maimamu, tunakushukuru sana. Umekuwa mfano wa kiongozi bora bila kujali utaasisi. Katibu wako yuko hapa ambaye pia ni shekhe wa wilaya, shekhe ambaye yuko simple kabisa, wala hana makuu, wala hajawahi kuvaa ile kilemba cha kufanya namna hiyo kwamba mimi ndio shekhe wa wilaya. Shekhe, endelea hivyo hivyo. Wewe ni tire spare katika mashekhe Tanzania wa wilaya ambao hawajikwezi. Wewe pia namba moja kwenye top 10 upo, kwenye top 10 upo. Sasa shekhe, sio lazima wewe na joho umevaa, ukija hapa watu wote wamesimama, unaburuza joho lako, kilemba kilo 3 mpaka kichwa, bakora, ndio anaingia ni shekhe wa wilaya. Shekhe yuko simple, anaendesha baskeli, anapanda bodaboda, ni mfanyabiashara, unakutana Mwanjero kule anajumua pipi. Ni shekhe kabisa huyo ambaye hahitaji fitiri zenu, wala hahitaji fitiri zenu, anaishi maisha yake vizuri tu. Hongera sana shehe, upambane hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya kusema haya na shukrani hizo, kwa kweli sasa nitoe tu neno kwamba Ijumaa leo tarehe 13 mwezi wa pili, ambaye ni sawa na Shaabani ngapi? Shaabani 23 kwa 24 kwa 25. Almuhimu, hii ni Shaabani ya mwisho, Ijumaa ya mwisho leo. Ijumaa ijayo itakuwa ni Ijumaa ya Ramadhani. Vyovyote itakavyokuwa, tuombe tu uzima, lakini itaingia ikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunaomba sote tuwepo ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuombeane hivyo. Atakayeondoka, yani kwa kweli hatutaki mtu, usioni mtu wa kuondoka hapa, bado sijaona. Au mzee umenyosha mkono unataka kuondoka? Tunakuombea dua kwa sababu mmepata fathun mubina, ufunguzi uliokuwa bora, ambaye Sheikh Idi umetuwekea historia nzuri kabisa. Baada ya kusema haya, yale yafuatayo sasa, baada ya maboresho ya msikiti na zile bajeti zenu mlizoziweka, kwa kweli ni bajeti nzuri, na lazima uanze na kianzio. Mifuko 50 ya simenti, hiyo ni kitu kidogo sana. Kokoto
trip 2 za kokoto, hiyo ni kitu kidogo sana. Kwa mbika ni kitu kidogo sana. Mchanga trip 3 5, hiyo imeisha. Na hivi nikiangalia sura zenu tu vyote vimeshaisha. Mshaisha, tuseme inshallah. Ila tatizo moja, kufunguliwa kwa Ijumaa kwenye msikiti ni hasara kwa misikiti mingine. Ulilizungumzia hilo? Basi hilo naomba nilichomekee. Kwa sababu mimi tayari na waumini wangu nawaona hapa. Namuona Sayadi hapa ambaye ndo faita kule kwangu. Yaani tayari huyo nitaanza kumkosa hivyo. Sasa mmetuumiza. Kwa kufungua Ijumaa, mtaalamu kama Alhaji Bakari aka Beka yuko pale, pua na mdomo hapa nyumbani kwake, akaswalia Isanga tena aache hapa. Maana yake mmemchukua mpaka yule. Maana yake kwa tafsiri nyingine, ile michango tuliyokuwa tunaikusudia kuipata pale Ijumaa Isanga, sasa inafanyaje? Inashuka. Tumeihamishia wapi? Tumeihamishia forest ya huko. Kwa hiyo imamu, jitahidi sasa baada ya Ijumaa zikipita Ijumaa 6 7 uwe angalau una kabajaji. Sawa? Kwa sababu hapa patakuwa pana maokoto. Na mwenyekiti wako unafahamu ni mtu mwema sana. Kwa hiyo tumeshapoteza mapato sehemu nyingine. Kwa hiyo hata Isanga ilivyokuwa inaanzishwa, wengine pia walilia. Walilia wengine kwamba sasa msikiti wa Isanga huu waumini wamehamia kule. Basi ndio hivyo, tuvumiliane maimamu. Tusiwe tena na roho mbaya kwamba huyu jamaa sasa kanivutia waumini wangu. Hatuna uwezo wa kuvuta waumini. Waumini wote hawa ni wa Allah. Yeyote ana nafasi ya kuswali popote, na wala usimbughudhi kwamba siku hizi mbona umenikimbia, siku hizi bwana wewe sio wa hapa. Na shena licho, sio kwamba mkiwa hapa msikitini majirani ndio wasiswalie kwingine alafu mnaanza kumfanyia jaula. Wewe bwana haramu kuswali msikiti fulani kwa sababu msikiti wa nyumbani ndio muhimu zaidi. Waacheni watu uhuru. Akija kuswali ni khairi, asipokuja kuswali ana dharura ambazo zinamkabili huko kwingine. Nimesema hivyo kwa sababu kuna msikiti mmoja walianza kwenda kuwatisha waumini nyumba kwa nyumba. Wewe unaona unaswali sana kule, kwa hiyo likikupata tatizo wewe sio katika sisi. Kesi hiyo ikatujia, kaambia jamani, Sheikh mimi nimekuja kujisalimisha nini kule kwangu, nimefukuzwa nini? Wanasema mimi naswalia sana hapa, kwa hiyo tatizo lolote likikukuta basi wewe itakuwa ni kule. Kaambia njoo, milango iko wazi. Wewe ukiwa na harusi njoo tukufungisha, ukipata msiba njoo. Sasa tusitishane maimamu, sawa shahidi? Tusitishane kwamba waumini ni wa kwangu, sisi sio wale wenzetu wa kusema kwamba hao ni wa kwangu. Na mbika huo unajitaji kuswali na misikiti mingine. Tunaye mfano mzuri wa Alhaji Adam Safari hapo, nimemtaja kwa jina kwa sababu yuko hai. Huyo ana desturi mwezi wa Ramadhani misikiti yote iliyokuwa mjini hapa anaiswali tarawih. Sio swala za kawaida, tarawih. Leo anakuja Isanga, kesho anakwenda pale, mpaka ana listi pale ofisini kwake, anasema nimebakiza misikiti 3 kumaliza misikiti yote kuswali tarawih. Hata kama itakuwa ni rakaa 2. Yaani hata kama itakuwa rakaa 2, yani zile za mwanzo zile nazo ataswali, mwisho wa siku hizi 2 hizi zinanitosha, zingine nitaenda kumalizia nyumbani. Kwa spidi hii sambusa zote zitatoka. Kwa hiyo anakuachieni haya mambo muendelee, lakini anatabaruku. Huyu hapa namsema, na sio mwaka mmoja, miaka yote sema mimi utaratibu wangu, utaratibu mzuri, na shekhe utaratibu huo uigwe. Sio unakuwa na habari ya msikiti mmoja tu wewe ndo hapo. Baada ya kusema haya na kutoa mfano huo mzuri, sasa Sheikh Adam, kwa kuwa tumekutaja jina lako la mwisho na ndo mfano hata kwa watu, hiyo ni siri niliitoa, sikusubiri nitoe hiyo siri wakati umekufa. Hiyo nimeitoa live siku ya kufungua msikiti huu. Na yeye atakuwa ni muumini kwa sababu naye pia ni jirani hapa na ni mtembeleaji mzuri wa misikiti swala za tarawih. Kwa hiyo hata huu hili ninalolithibitisha mtaliona, atakuja kuswali tarawih midhali tu mmefungua Ijumaa, na mifuko 50 anaweza kaimaliza yeye. Takbir. Sheikh Adam, karibu uweze kusema kuhusiana na hii mifuko 50. Sababu hapa nikiangalia hizi sura hizi kwa mifuko 50 ya simenti, na wewe ndo mwenye simenti, sisi kuna haja gani ya kuanza kuzungumza habari shilingi 200? Toa mifuko 50 yote. Mmefanya vizuri kumwalika huyu. Afanyage masiara. Na simsifii kwa sababu yuko hapa. Na nyinyi mnafahamu. Njoo shika maiki ya Adamu hapo. Wengine
uingie kwenye Ansadi. Karibu sana. Simenti tu. Tusemee kuhusiana na simenti. Gogoro linakuwa limeshaisha. Na huyu tunamuingiza kwenye Ansadi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ibrahim Bombo bwana ni nisemeje, lakini mimi ni mstaafu na anajua. Sasa hivi nimeshastaafu. Nakaribia umri wa miaka 70 sasa hizi. Sipo kwenye idara ya simenti sasa hivi kama unavyojua. Kwa mimi bwana nitachangia mifuko 10.5 ya simenti. Mifuko 10.5 ya simenti. Mashaallah. Inshallah. Mifuko 10.5. Mfuko mmoja una kilo 50, ule nusu unakuwa na kilo 25. Inshallah. Anasema mifuko 10 tumeshapata kutoka. Tumeanza vizuri. Tumeona tukuanzishe wewe mwenye simenti zako. Tunatoka kwenye simenti tunaenda kwenye kokoto. Mzee wa TARURA. Hebu njoo uingie kwenye Ansadi hapa. Hawa ni watu nao wa mudu. Kokoto lori ngapi? 2. Na mchanga? 5. Angalia kati ya kokoto na mchanga unachukua zipi? Kilo 120 hizi zimesimama hapa. Huyu ni mwanasheria wa TARURA, ujenzi wa mambo ya barabara. Hii inaingia kwenye Ansadi, toa hiyo kwa ajili sasa nafasi hizo unajua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basi mimi na hili nitatoa trip moja ya kokoto. Unaona bwana? Kwa hiyo tumeshapata trip moja ya kokoto na simenti ngapi? Baada ya kutoka pale TARURA kuna SAD. Ikisema SAD unafahamu? SSD. SSD. Naomba sasa manager wa SSD, yani Sayadi Salmani Darshat. Hii ni combination ya watu watatu. SSD. Naomba njoo hapa mkurugenzi, uangalie ile mifuko ya simenti unaweza kuimaliza yote au kokoto umalize yote au mchanga uianzishe. Manager mkurugenzi wa SSD. Wewe umeshamaliza. Waagiza wale. Wewe umeshamaliza. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah mimi nitamaliza sana mchanga. Mchanga ni ngapi? Mchanga. Trip 5. Takbir. Tamaliza trip 5. Mashaallah. Tumkabidhi na Sheikh Idi hapa. Sheikh Abdallah. Sheikh Abdallah kwa jirani wa msikiti. Umemtaja, naanza na huyo. Sheikh Nalicho michanga 5 tayari hapa. Michanga 5 tayari. Unajua hapa nasikia Sheikh Nalicho ulianda ubwabwa. Haya. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Naona kama kuna watu wanatoka vile, usiende kula mama ntilie. Leo tuna shughuli yetu hapa. Au mzee unasemaje? Tutoke tusitoke? Tusitoke. Haya njoo. Wazee kama wale ndo baraka za msikiti. Yule pale mzee wa nani wa Itiji pale. Yule tumemtaja, Allah ataleta ufunguzi. Lakini kipekee kabisa nimkaribishe ndugu yangu la habibi, kijana mwenzangu wa zamani sana. Njoo hapa mbele ushike maiki hii uweze kusema jambo na utaje jina lako na ulipo ili watu wajue kwamba wewe upo. Huyu tulicheza naye mpira zamani. Karibu sana. Assalamu alaykum. Mimi naitwa Msafiri, natoa simenti 5. Mashaallah. Msafiri simenti 5. Tunashukuru sana Sheikh Msafiri. Simenti 5. Lakini tuna mkurugenzi wa magari ya Omar. Yanaandikwa ile magari yameandikwaje? Omar. Ya Razak. Nitafutie jina nitakaloweka mbele ya gari. Haya njoo, umesharuzukiwa. Ulikuwa na gari moja, sasa hizi iko 7. Toa kichwa kimoja hapa, maisha yaendelee. Mashaallah ya Razak. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi nitatoa trip moja ya kokoto. Trip moja ya kokoto. Takbir. Kokoto tumeshaisha. Mchanga umeisha. Simenti tuna mifuko 20. Katika mifuko 50 imebaki 30. Isha hiyo.
Alhaji, namuona Alhaji Abubakar pale. Naam. Yule bwana ana hija 4, ameenda kuhiji. Atatuambia wanaenda kwa mfumo gani? Tunaye mfanyabiashara mkubwa sana ambaye kwa hakika jina lake linaanza na F na ni watu wa pwani hawa. Fadiga, Alhaji mtarajiwa. Sheikh Fadiga. Nani? Huo sio utaratibu. Huo kimya. Huo utaratibu wa kimya. Ukitajwa mambo yako ni mazito. Hebu tuambie Fadiga hapo. Usije ukaandikisha jina kabla hatujakutaja, tafadhali. Kuna watu wameshona ile habari ya kuletwa hapa itakuwa ngumu. Bora wamalize kule. Fadiga. Jina uloandika Fadiga hapo. Simenti 5. Umeona tulikuwa tunataka hiyo. Kwa hiyo tuna simenti 25 sasa hivi. Na kuna simenti nyingine, unaona mzee mwenye kanzu ya Yanga. Umefanya vizuri sana kuvaa hiyo kanzu. Kwa sababu humu ndani. Naomba unayeandika, naona unaenda slow sana. Tunataka tuje kwenye taasisi sasa. Taasisi tulizoalikwa ambazo zipo hapa. Umeme umekatika Gari zetu zote zikiharibika tunapeleka kwa fundi mmoja hivi. Machachari sana huyo fundi. Mwenyewe ameanza kushtuka vizuri fundi yule pale, fundi wa magari. Nani? Sheikh, hebu simama hapo ulipo. Huyu ni fundi mtaalamu wa magari na ni mtu wa kusini kule, mashallah. Alihamia hapa muda mrefu sana. Bismillah, uingie pale, angalia kamera. Haya, twende. 5 ya simenti. Umeona sasa? Itakuwa mbaki mingapi? Bado 20 tu. Bado 20. Haya, unajua kuna watu wengine siwafahamu, lakini ngoja tufanye hivi. Nikiwatazama kwa sura sio kwamba ndo mnaomba dua nisiwaone, na waona. Mfano hata huyu mzee hapa mimi namuona tu vizuri. Huyu mfanya biashara mkubwa na duka lake pale. Mzee nalifahamu duka lake lile. Naomba sasa tunaanza na taasisi kongwe. Taasisi kongwe iliyosajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani na RITA kwa pamoja. Mwenyekiti wake yuko hapa, Sheikh Idi Tua. Kama taasisi umma, wewe ndio umekusanya maimamu wote. Je, unasemaje hapo? Maiki ndio umeme umekatika. Ala, nakule. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama umoja wa maimamu tutachangia mifuko 3 ya simenti inshallah. Mashaallah. Shukrani sana. Tunakuja taasisi ya Mwambe. Yuko kiongozi wake hapa, katibu Sheikh machachari sana ambaye anafanya kazi kubwa ya dini. Naomba uje pia katika utambulisho, ni muhimu wa kufahamu hivyo kwamba wewe ni mneki. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwambe tutatoa mifuko 10 inshallah. Mifuko 10 ya simenti. Mifuko ya simenti itakuwa imeisha au bado? Bado 7? Wewe sio taasisi lakini ni mtu muhimu. Sana. Pita na ile RAV4 nyeupe. Wewe na kuonaga kwenye RAV4. Kwa hiyo hebu imbaki mifuko 7. Wewe katika 7 unachukua mingapi? 2, itakuwa imbaki 5. Safi sana. Andika. Imbaki mifuko 5. Hii mifuko 5 hatutaki kuigusa kwenye taasisi. Tunataka tuiguse. Kwani yule mwenye kanzu nilomtaja ulitaja ngapi? Ulikuwa hujataja? Elekeza nani kule. Mifuko mingapi? Itakuwa imbaki 4. Amir, Baba Amir. Ndio wewe mwenyewe hapo. Wewe mwenyewe mzee wa kule kaskazini.
mitatu kaimalizia. She ametukomboa. Fanya hivi t-shirt yako. Inajulikana. Kwa hiyo mifuko imeisha jamani 50. Mifuko 50 imeisha, simenti imeisha, kokoto imeisha, mchanga imeisha. Baki fedha. Tunakuja shekhe wa wilaya. Tuko kwenye fedha sasa, kwenye milioni 1. Unapunguza ngapi kwenye milioni 1? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naam, kwa kuwa msikiti huu ni sehemu ya watoto wangu, pamoja na kuwa mgeni rasmi amesema kwamba kule tayari wameshapunguza ile hesabu yao ya wakazi wa Forest ambao walikuwa na swali msikitini pale. Sasa na sisi kama msikiti wa Forest tutachangia shilingi 100,000. Takbir. Allah. Zimbaki laki ngapi? 9. Kuna msikiti mna Ukawa wenu, ule Ukawa si mnaujua? Ukawa. Yaani msikiti wa Forest yako, Forest ya Shahidi na Forest ya hapa. Mnatengeneza combination yote ya utatu. Huo mnasaidiana mambo yenu yote. Hiyo hamna. Wanajitegemea. Naomba sasa imebaki 900,000. Kwenye 900,000 tunaomba Sheikh Bakari, msikiti wako huko Forest pia. Kama jirani mwema, hebu tamka hapo hapo ulipo. Katika hiyo 900,000 unapunguza ngapi ili tupate ujirani mwema? Alhaji Abubakar. Wa alaykum salaam. Mwenyekiti kwa? Amir. Mwenyekiti wa Sheikh pale. Ile simenti moja tuachane naye. Wewe sasa kama jirani wa msikiti huu, tuambie kwenye 900,000. Hiyo hatuikubali. Hiyo hatuikubali. Ongeza. Ifike 50. Basi nikubali, andika 50. Shehe mna discuss au? Anatamka wewe nenda pale haraka haraka ili tuokoe muda. 50,000. Abubakar mkubaliane? Kwa sababu wote tuna ujenzi, sawa? Sasa tunasaidiana tu, wataawanu ala albirri wattaqwa. Ukiachana na fedha taslim na ile miradi ile ya tulotoa, naomba sasa Sheikh, wewe ni mtu muhimu sana, ulivaa pole nake. Wewe nakufahamu sana. Unatembeleaga, kuna gari nyeusi mpaki hapo. Kuna wengine nawafahamu kwa magari. Naomba Sheikh, hebu katika 850 mbaki 850. 50,000. Mashaallah. Muandike pia na namba yake ya simu. Imbaki 800,000. Huyo jirani yako wa karibu hapo? Naam. Ngapi? 100,000. Itakuwa imbaki 700,000. Mashaallah. Naondoka nani? Subiri. Wewe sio unakuja kumalizia. Unakuja kumalizia mfupa wa mwisho, acha mambo yako. Yeye kama yeye DC mstaafu. Haya. Hiyo tunaiacha, tutakuja kuitaja mahala pake. Imbaki 700,000. Shehe hapo. Na kufahamu kwa ndevu kama za kwangu. Mashaallah. 50,000. Mbaki 750,000. 650,000. 650,000. Kwa mara ya kwanza imeisha hiyo. Sheikh, una mewani, unafanya kazi kama mimi. Mewani yako na ndevu zako kama za kwangu. 50,000. Itakuwa mbaki 600,000 kamili. Tunashuka hivyo. Alhaji Nalicho ambaye ni makamu mwenyekiti lakini pia DC mstaafu, mpambanaji, mwenyekiti wa Tista, mimi makamu wake. Hebu sema sasa wewe kama wewe. 100,000 itakuwa mbaki ngapi? 500,000. Sasa jamani. Sheikh kutoka Morocco. Mridef. Tuambie. Mridef inasemaje hapa? Au mwaka wasiliana na katibu Sheikh basi? Sheikh wangu baada ya istiqama inaitwaje ile taasisi? Sabili Foundation. Nilikuwa naitafuta hiyo jina. Sabili. Naona mko wawili hapa. Sabili Foundation. Njoo Sabili hapa. Wewe nimekupendelea mic hapa. Njoo ingie kwenye answer. Na wewe mko Forest pia. Tamka ile baba imbaki ngapi? Mbaki Njoo. Sabili Foundation, taasisi kubwa inayofanya mambo makubwa hapa Mbeya. Inshallah khairi, sie tutalifikisha kwa mkurugenzi. Ngapi?
hiyo itakuwa tunakadiria inshallah itakuwa 100,000. Mashaallah. Sasa imebaki 300,000, 400,000. Kina mama mpo? Sauti zao hawatoi, lakini kina mama tunawatengenezea na tunawatamkia rasmi katika 1,000,000 zimeshabaki 400,000. Simenti zote wamechukua wanaume, mchanga wote wamechukua wanaume, kokoto wamechukua wanaume. Arijalu qawamuna ala nisa, katika mfupa uliobaki ni 400,000 tu. Je, kuna yeyote anaweza akajitokeza kutoka huko watu 4 wakaikava hiyo nafasi? Mpo au wanaume kwanza? Mwanamke wa 100,000 yupo? Mwanamke wa 50,000 yupo? Haya, 50,000 4. Wa kwanza anaitwa mama nani? Mama Sada, andika mama Sada. Kumbe mnamfahamu. Wa pili mama Mariamu. 100,000 mama Mariamu, hongera sana. Tutakuombea dua maalum. Shehe unayeandika chapo haraka, mama Mariamu 100,000. Haya, anayefuata watatu. Nyinyi ndio kina Bi Khadija. Dini hii ilifika mbele kwa sababu ya Bi Khadija. Bi Khadija alikuwa ni mwanamke. Tuambie mwanamke watatu. Mama Yusra, shingapi? 100,000. Inakuwa 250,000, mbaki 150,000. Haya. Mama Mwajuma. Ngapi? 50,000. Bado 100,000. Mama Zana. Mama Adhama, shingapi? 50,000. Tumpate mama wa mwisho tukamilishe 400,000. Mama Nurati, barakallahu fikunna, Allah akubarikini katika hicho mlichokitoa 400,000 imeshakamilika. Taasisi ya The Nurain Islamic Foundation ambao waliojenga msikiti huu utachangia shilingi 500,000 ziada ya kile mlichokiweka kwenye bajeti yenu. Baada ya kusema haya, naomba utaratibu wa chakula umekaaje tuweze kupata, lakini kabla ya chakula tunaomba wale ambao hatujawataja, sio kwamba tumewasahau. Leteni sasa mlichonacho. Leteni mlichonacho hapa mbele ili tukamilishe ratiba hii, na kila mmoja ana umuhimu wa kulisimamia hili. Haya. Leteni hiyo hela kwanza, nimkaribishe mwenyekiti aje atoe. Weka hapa mbele, weka hapa mbele. Takbir. Takbir. Ndugu zangu ambao mko mpaka sasa, kwa kweli kama mwenyeji niwashukuruni sana 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 sana. Niwashukuruni sana kwa mamna ambavyo mmetunga mkono. Muda umekwenda sana 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 sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Yale yote mliosema ya kwamba khatibu awe anabadilika na ushauri mwingine mwingi mliotupa tutaushauri. Tunaombeni sana wakazi wa Forest, Ijumaa ijayo tujae zaidi hapa. Tumepata maelekezo hapa, tumunge mkono. Imamu ametusaidia kuanzisha hili ili akija hapa tukute tuko hapa na baraka kubwa itapatikana. Kwa kusema haya, nadhani nimuombe tu shehe wetu wa wilaya kabla ya dua. Karibu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla ya dua tujafunga, kuna matangazo tu mawili. Tangazo moja, kuna kijana amesilimu anaitwa Wilson. Jamani, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, kijana wetu wa kwanza hapa amesilimu hapa. Kama tunavyomuona hapa, inshallah nani anasema atapata kanzu na kofia? Kanzu wa shekhe hapa. Kofia nani anasema kwamba atampa kofia ili angalau Ijumaa akifika hapa? Shehe anataka kuchukua zote. Kofia utachukua kwa ndiko kwa shehe pale. Halo. Tumaliza shughuli hapa. Nende pale msikitini kwa chagua kofia pale. Sawa, pale Njapana Mzombe. Sasa hizi hizi tunanunua nini? Halo. Hii neema ya Uislamu. Sawa bwana? Umeoa? Bado? Uko tayari? Kuna binti naye amesilimu ipo kwenye maneto Zainab. Naam, vile vile kama niambia kuna binti naye pia amesilimu anaitwa Bi Zainab. Hebu simama Bi Zainab. Takbir. Alhamdulillah, leo kwa kweli ufunguzi wa msikiti
umekuja na neema zake. Leo tu kwamba umepatikana na Waislamu wawili. Bi Zainab kama yupo hapa simame. Huyu mwambie kwamba sio mwanachuo. Haya, mwalimu Ustadhi Bi Zainab kwa sababu sio mwanachuo, baada ya hapa basi utamwona uchukue na namba yake. Kama atakuwa yuko tayari kupata nusra basi ni mke wa mtu. Allah akbar. Kumbe ni jamani, vijana mnasema kwamba tufanye nusra, huyu ni mke wa mtu kumbe. Kwa hiyo inshallah jamani, pia tunakukumbusha kwamba wale vijana ambao hata kama ni watu wazima ambao bado hamjafanya nusra, lakini mnakaa na wanawake ambao hamjakaa kitaratibu, tunaomba kwamba kabla ya siku mbili ngapi hizi basi angalau kwamba tuwe tumekamilisha taratibu za za ndoa. Maimamu wote saa hizi hapa msikitini kwao pale, wewe nenda tuambie bwana, naomba uniozeshe. Sawa? Hawatakuchaji hela wala hawatakuchaji nini. Sawa jamani? Watakuozesha bure ili ukae kwa utaratibu. Jamani, mwisho hapa kuna shilingi 41,000 hizi ambazo zimepatikana na keshi. 41 keshi. Kwa hiyo sisi ambao tumetoa ahadi kwamba niombe leo tarehe 13 mpaka tarehe 30 mwezi huu 28 mpaka tarehe 28, yani mwisho wa mwezi, basi angalau ahadi zetu zile kwamba tuwe tumeshatoa kuanzia leo tarehe 13 mpaka ifike tarehe 28 au 29, basi tuwe tumeshatoa. Sawa jamani? Lakini vile vile kwamba hii ni ahadi jamani, tumeahidi ili tusije tukaingia katika madhara mengine, tuhakikishe kwamba tumetekeleza ahadi zetu. Maana mwingine tena ameahidi, lakini ahadi zile unamfuatilia mpaka wewe mwenyewe sasa unafanya nini? Unachoka. Umeahidi wewe. Kwa hiyo kuanzia leo ujue kwamba una ahadi ya msikiti huu hapa. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, tumeambia kwamba Ijumaa ijayo kwamba atatoa khutba shekhe wetu ustadhi kutoka Morocco, atatoa khutba hapa Ijumaa ijayo. Kwa hiyo inshallah waamini ambao mliokuepo hapa basi mnakaribishwa inshallah. Huyu ni kijana wetu ambaye alikuwa kule Morocco ndani ya miaka 3, kwa hiyo ameshamaliza. Amebakia kijana wetu mmoja kule. Hii inayokuja itakuwa kadhi. Jamani, Ijumaa inayokuja atakuwa kadhi. Ijumaa inayokuja ndio atakuja huyu bwana Morocco huyu. Sawa? Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Baada ya kuyasema haya, naona ubaba tayari umeshafika hapa. Nimuombe kwamba Alhaji Abubakar, kwa sababu alikuwa amechelewa, aje tuombee dua tufutule ubaba hapa inshallah. Sheikh, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana qud hajatina washfi mardana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.